Kwanza nashukuru kuwepo hapa kwa mara nyingine. Lakini pia hongereni maana nimekuja na live stream huko njiani. Mjadala moto sana kuianza siku vizuri kwa habari moto. Kwa hiyo niwapongeze sana. Asante. Naam. Kwa majina naitwa Dr. Fiumagwa Hassan, natokea taasisi inaitwa Tanlink Medical Tourism Agency. Hii ni taasisi ya Kitanzania inayojihusisha na kuratibu na kusimamia matibabu ya binadamu ndani ya nchi pamoja na nje ya nchi. Kwa hiyo kwa wale wagonjwa ambao huwa wana changamoto za kiafya ambazo haziwezi kutatulika hapa kwetu na anatakiwa kwenda nje, sisi ndio huwa tunaratibu safari zao za matibabu. Kuanzia hatua ya kwanza kumtafutia hospitali ambayo ina uwezo wa kutatua changamoto yake. Lakini pili, kumtafutia daktari mwenye uzoefu wa kutosha wa kutatua changamoto kama alionayo. Lakini pia kuhakikisha nyaraka zote ambazo zinatakiwa kwa yule mtu kuweza kusafiri kwenda kwenye matibabu kwenye nchi husika. Inaweza ikawa ni India, ikawa ni Uturuki, ikawa Ujerumani, Afrika Kusini, popote pale duniani. Sisi ndio huwa tunaratibu. Lakini pia tuna huduma ya kumsindikiza mgonjwa kwa wale wagonjwa mahututi ambaye anahitaji escort ya daktari au ya nurse hadi atakapofika hospitali. Lakini pia kwenye hizo nchi zote ambazo wagonjwa wanaenda kutibiwa, tunakuwa na staff wetu ambao ndio wanawapokea wagonjwa wanapofika kule na kuwasimamia mpaka watakapomaliza matibabu. Hii ndo Tanlink. Sasa tukiwa tunaendelea na hiyo huduma yetu, tukaona kuna watu wengi pia wana changamoto za kiafya lakini hawana uwezo wa kwenda nje. Kwa hiyo tukawa tumeanzisha huduma inaitwa Reverse Medical Tourism ya kuleta madaktari kutoka kwenye hizo nchi kuwaleta hapa nyumbani ili zile huduma ambazo watu wanasafiri kwenda kuzifuata huko basi ziweze kutolewa hapa nchini. Kwa hiyo sasa hivi tumeandaa kambi maalum ya matibabu ya kibingwa na bobezi kwa matatizo ya mfumo wa mkojo kwa jinsia zote, lakini pia kwa rika zote, watoto mpaka watu wazima, wanawake na wanaume. Lakini pili, kambi ya kibingwa kwa matatizo ya afya ya uzazi ya kina baba. Unajua kina baba kwenye afya ya uzazi tumesahaulika sana. Ukisikia afya ya uzazi kinachokuja akilini mara nyingi ni mama. Ndio wana changamoto, lakini sisi tunadili na Wamasai sana huko barabarani. Lakini hata kina baba pia wana changamoto zao. Lakini tatu, pia itahusika pia na masuala ya magonjwa yanayoathiri figo, matatizo ya figo kushindwa kufanya kazi vizuri na figo kufeli. Kambi hii itafanyika kwa ushirikiano kati ya hospitali ya Kitengule ambayo iko Tegeta Kibaoni jijini Dar es Salaam kwa kushirikiana na hospitali kutoka India katika mji wa Hyderabad inaitwa Yashoda Hospital chini ya uratibu wetu Tanlink Medical Tourism Agency. Na tarehe za kambi hiyo ni tarehe 26, 27 na 28 mwezi huu wa 6. Kwa hiyo zimebaki siku 9 hapa tunapozungumza. Kwa hiyo iweze kwanza. Kwa lugha nyingine ni Alhamisi ya wiki ijayo. Yes. Sasa utaratibu wa kushiriki, tumeweka utaratibu mzuri ili kuhakikisha watu wote wanashiriki vizuri lakini wanapata huduma kwa ubora unaotakiwa. Utaratibu ni kujisajili. Tumeweka utaratibu mzuri wa kujisajili ili kushiriki. Unaweza ukafika hospitali ya Kitengule pale mapokezi direct, ukafika ukajisajili pale. Lakini namna ya pili, unaweza ukafika kwenye ofisi za Tanlink ambao ndio waratibu. Tunapatikana Posta Mpya, jengo la Haidare Plaza, ghorofa ya pili. Lakini njia ya tatu na nyepesi ambayo inakurahisishia popote pale ulipo. Yes, iwe ni ndani ya nchi lakini pia hata nchi jirani. Unajua kwa mfano Global mnafuatiliwa YouTube hata nchi za jirani huko Burundi, Rwanda, Kongo. Sababu kuna watu kutoka Komoro pia wamejisajili, wamekuja kwa ajili ya kushiriki, Zambia, Malawi. Hizi ni huduma za kibingwa sana. Kwa hiyo unaweza ukapiga namba za simu zifuatazo, either kwa kupiga kawaida au kupitia WhatsApp call au kwa kutumia ujumbe. Namba ni 0786 33 33
34 34 64. 64. Lakini pia kuna namba nyingine ambayo ni 0763 0763 36 36 34 34 64. 64. Na ukiona hizo ziko bize sana, watu wanasema zinatumika sana. Sana. Yes, tumeweka na option ya 3 pia. By the way, kwa yule ambaye anatazama, namba zimewekwa hapo chini, zinaonekana. Okay. Kwa hiyo wakati zinatajwa, kama unaona labda usikii vizuri, basi andika ambazo zinaonekana. Karibu sana Dr. Asante sana. Ya 3 ni 0676 20 99 37. Yes, kwa hiyo hizo namba zipo masaa 24 siku 7 za wiki, na muda unazidi kwenda. Kwa hiyo ushauri wangu, popote pale ulipo, maana yake unaweza ukapiga na ukaweza kusajiliwa. Naam. Kuna wale ambao wanataka kuja, umezungumzia masuala ya upande wa wanaume kidogo na vitu kama hivyo. Sasa kuna dalili ambazo mtu anaweza kusema mimi kweli na uhitaji wa kwenda kule. Dalili ni zipi? Kwa mfano, tunapozungumzia dalili za magonjwa ya mfumo wa mkojo ni zipi? Ili kwa yule ambaye anatazama sasa hivi aseme kwa hizi dalili nilizonazo sasa hivi inabidi niende kwenye yes. Karibu sana. Asante sana. Kitu cha kwanza ambacho ni tumekiweka kwenye kambi hii, kwanza ni fursa kwa watu wote, hata yule ambaye haumwi kitu chochote, kuja kufanya check up. Sababu magonjwa kwa mfano ya figo huwa ni tunayaita ni silent killers. Dalili zinakuja kujitokeza baadaye sana. Figo imesha feli, imefika stage ya 3 ya 4, ndio dalili zinaanza kujitokeza. Kwa hiyo kwanza ni fursa kwa watu wote na warika zote kuja kufanya check up. Lakini dalili gani ukiziona, basi ujue huenda ukawa na shida katika mfumo wako wa mkojo, lakini pia pamoja na figo pia. Kwanza ni maumivu ya tumbo chini ya kitovu mara kwa mara, lakini wakati mwingine pembeni huku karibu na mbavu kuelekea mgongoni. Ukiona unapata maumivu maeneo hayo, chukua hatua. Maumivu wakati wa kujisaidia haja ndogo, maumivu wakati wa kushiriki tendo la ndoa, lakini pia ukijikuta hiyo kwa mwanaume hiyo, hata pia kwa upande wa wanawake pia. Okay. Yes, lakini pia ukiwa unajisaidia haja ndogo, unajikuta ukifika pale chooni unatumia muda mrefu sana hadi ile haja ndogo ianze kutoka. Hii inawapata wanaume ambao wana tatizo kwa mfano la tezi dume. Yaani umebanwa na haja ndogo, unakimbia kabisa msalani, afu ukifika pale unaanza kujitafuta tena, unaanza upya kujitafuta. Salimu, nadhani umeelewa. Lakini zaidi ya hapo, kuna wale unakuta ameshamaliza kujisaidia na amekung'uta kiungo chake. Ndio. Yuko barabarani anashangaa matone yanaendelea kudondoka taratibu. Sasa hiyo pia ni dalili sio nzuri kwenye mfumo wa kutolea wa mkojo. Lakini pia tukigusia kwa watu wenye matatizo kwa mfano ya figo kushindwa kufanya kazi vizuri. Sababu kuna ongezeko kubwa la watu wenye matatizo ya figo kufeli. Na kwenye hii kambi tutakuwa na mabingwa pia wa upandikizaji wa figo. Kwa hiyo kwa wale watu wenye maswali yote juu ya taratibu, namna gani inatakiwa, nani ni mtu sahihi wa kudonate figo, je, kama huna ndugu nini unatakiwa kufanya, ni dokumenti gani zinatakiwa kujazwa ili ufanyiwe upandikizaji wa figo, kila kitu kitakuwepo pale na elimu na utaratibu wa kufuata. Sasa kwenye swala la figo kufeli, wengi wanapata tatizo la miguu kuanza kuvimba, lakini mwili unakuwa unawashawasha mara kwa mara, lakini pia ukitoa haja ndogo unashangaa inatengeneza povu. Kwa mfano vile vyoo ambavyo vinakuwa na sinki, unashangaa povu limejaa sana, unajiuliza. Mwingine anajisifu anasema povu hilo, anajua kutoa povu labda ndio afya imara, lakini hapana. Hiyo sio ishara njema. Lakini pia figo kufeli, dalili nyingine pamoja na ngozi kuwa inawashawasha, unajikuta unajikunakuna, uchovu wa mwili, unaweza ukaamka asubuhi yani hujafanya kazi yoyote, unajihisi umechoka hadi unasinzia, watu wanakushtua, vipi umelala wapi? Lakini kumbe maskini jana ulilala mapema kabisa. Lakini unaamka unakuwa umechoka. Yes, lakini pia changamoto nyingine watu wanaipata ni kichefuchefu ambacho hakina sababu, mara unashangaa umetapika. Yaani unakuwa unatapika tu bila kitu sababu yoyote. Figo hiyo kufeli. Kwa hiyo niseme tu kwamba kafanya check up. Kwa kweli ni muhimu. Maana washwashwa. Ni vizuri. Ni vizuri kufanya check up na kujua afya zetu kwa kweli. Naam. Sawa. Kwa wanaume wenye matatizo ya afya ya uzazi, kambi hii ina
wahusu moja kwa moja, yani kwa hiyo yani nimeona kabisa ni kwa ulivyozungumza ni swala ambalo lilikuwa linakuja, lakini kwa sababu unajua wanaume kama walivyosema kwamba kwa upande wa wanaume kidogo kama wametengwa hivi, kwa hiyo yani ni kitu fulani hivi ambacho naona kabisa kwa mwanaume ni jambo la msingi sana kushiriki, lakini utaratibu pia, lakini pia hatujapata yani wanaume hawajui wapi waende. Yani ndio maana akikuta kwenye mnara kuna tangazo mtaalamu kutoka Sumbawanga, utaona tu anapiga na wengi wanafanyiwa delivery, yani hataki hata kukutana na wewe delivery ili ujue unitangaze, hapana. Kwa hiyo tutakuwa na mabingwa wa afya ya uzazi ya kina baba, lakini pia ambao wamebobea pia kwenye masuala ya upandikizaji wa vifaa vya mfumo wa uzazi wa wanaume. Unajua kuna wanaume kwa mfano wana matatizo kama sukari, pressure, viungo vyao havina uwezo kabisa wa kusimama tena. Siku hizi kuna kitu tunaita penile implants. Unawekewa vifaa maalum kwenye kiungo chako na unakuwa na uwezo wa kushiriki. Kwa uwezo mzuri kabisa maisha yako yote yaliyobaki, na unakaa navyo hadi mwisho wa maisha yako. Sasa hizi taarifa watu hawana na hawajui wanazipata wapi. Sasa hao wataalamu watakuwepo. Kwa kama una changamoto yoyote kwenye mfumo wa uzazi wa kina baba, maana yake hii kambi unaweza ukashiriki. Mimi naomba niwalifaa watu, baadhi ya watu, Salim Dilunga, Jackson, Sangarari, mpo juu. Naomba kwa kweli kwenye hili mlizingatie, mkafanye check up na mambo mengine yaweze kwenda vizuri. Utaratibu wa kushiriki ukoje? Ili ndugu zangu wachukue namba na yule ambaye anatazama sasa hivi aweze kuchukua kufuata utaratibu wa kuja kushiriki katika hii kambi maalum ambayo mimi naomba niipe jina la maalum kwa wanaume, kwa sababu wanaume kidogo tulikuwa tumetengwa. Japo na wengine najua atashiriki kwa sababu figo sio kwa mwanaume tu, hata wanawake wote. Lakini kwa upande wa wanaume pia na wenyewe waangalie namna gani ya kushiriki. Karibu sana. Asante sana. Na hata watoto namna ya kushiriki. Hata watoto pia, unaweza ukafika hospitali ya Kitengule, Tegeta Kibaoni, ukafika ukafanya usajili pale na ukasubiria, kuna kadi maalum utapewa. Au ukafika ofisi za Tanlink Medical Tourism Agency, Posta Mpya, Haidare Plaza. Lakini njia rahisi ni kwa kutumia namba za simu zifuatazo. Kwa hiyo chukua peni na karatasi. Kwa uzuri kabisa. Salim, naomba pia uzipitishe hapo chini kwa yule ambaye anatufuatilia aweze kuona namba hizo ambazo zinatajwa. Na utukumbushe na tarehe. Na tarehe zimebaki siku 9, ni tarehe 26, 27 na 28 mwezi huu wa 6. Ni kambi ya siku 3. Siku 3 mfululizo. Hospitali ya Kitengule ambayo iko wapi? Tegeta, wilaya ya Kinondoni. Tegeta kubwa. Ni Tegeta Kibaoni. Kibaoni na Nondo, Tegeta ni kubwa sana. Kweli kabisa, Tegeta Kibaoni. Lakini bado na Tegeta Kibaoni kwa sasa ni hapo. Ndio kambi itafanyika hapo. Japo unaweza ukajisajili pia kwenye ofisi za Tanlink Medical Tourism Agency, Posta Mpya. Kwa hiyo mimi nafikiri simu ni muhimu zaidi. Unafika Tegeta Kibaoni pale unasimama, unapiga simu tu, unauliza. Tukumbushe namba. Asante sana. Namba ni 0786 33 34 64. Nyingine ni 0763 36 34 64. Na nyingine unaweza ukatumia ni 0676 20 99 37. Naam. Sawa. Nina imani, unajua mimi kuna baadhi ya vitu ambavyo huwa vinataka maelezo mengi, alafu kuna vitu vingine havitaki maelezo mengi. Wewe nenda tu, kwa sababu hapa tukisema unaweza kaanza kujifikiria kwamba kwa sababu kuna watu wengine kimpa maelezo yani deep kabisa kwamba ukiona dalili fulani kumbe na ukurutu, yeye kaona anawashwa akahisi figo akaenda kutafuta dawa za figo. Sasa utaratibu haupo hivyo. Afya ni mtaji wa kwanza. Utaratibu haupo hivyo, na Wizara ya Afya juzi nimeona imetoa tangazo kwamba si vizuri kutumia antibiotics hovyo kiholela, jambo ambalo wengi tumekuwa na hiyo tabia. Na moja ya sababu ya ongezeko kubwa la figo kufeli ni matumizi ya dawa kiholela bila ushauri wa madaktari. Lakini labda mtu akiwa na kama hivyo dalili za figo,
kuna dawa maalum ambayo mtu akitumia figo zake zinaimarika kabisa. So dakta, na ndio maana tunasisitiza ukiwahi kufanya ndio maana check up. Yes, kwa mfano stage ya kwanza, stage ya pili hazionyeshi dalili. Yani ukigundulika hapo. Na nashukuru swali lina maana kubwa kwa sababu sana au Watanzania wengi yani kwanza anataka ajue solution ipo. Ana hofu kuwa na stress ya kujua tatizo alafu tiba hakuna. Kwa hiyo kuwatoa hofu ni kwamba ukifanya check up mapema na ukagundulika huko stage ya kwanza, stage ya pili, kuna matibabu unaweza ukapatiwa na figo yako ikarudi kabisa kwenye utendaji kazi wake mzuri. Ndio. Lakini kwa wale ambao wanapata tiba pia ya kusafisha damu kwa kutumia mashine dialysis, ambao wamefika stage ya 4 na ya 5, ndio kuna tiba ya upandikizaji wa figo. Sasa hii haijazungumzwa sana. Nadhani siku tukipata muda tutenge mada tu ya juu ya upandikizaji wa figo. Taratibu zikoje? Documentation gani zinatakiwa? Lakini iwapo kuna maswali magumu, maana kuna baadhi ya nchi inatakiwa dona awe ni ndugu yako. Kuna watu unakuta yeye ana tatizo la figo, hana ndugu. Unafanyaje? Je, ndio ukate tamaa au kuna option? Options ni zipi? Kwa hiyo ni mjadala mpana sana ambao natamani siku tukipata nafasi tupachangamshe. Mimi nahisi wiki ijayo, kwa sababu unajua nilikuwa nafuatilia hata kuna baadhi ya interview, kuna kiongozi mmoja pia ana tatizo hilo tena, zote mbili zimefeli. Na alikuwa ni mbunge. Nimeona. Yes, tunajua. Kwa hiyo inataka maelezo ya kina, watu wawai. Na vijana unajua sasa hivi pombe kali ndo zimetujaa. Kwa hiyo ukiangalia na ndio visababishi vyenyewe. Nashukuru, yani leo unataja visababishi top 10. Hicho cha pili pia. Asante sana. Epi anapikia kuni. Mimi nilimwambia Epi aanze kupikia gesi hii analia ya serikali ambayo anahitaji. Unapikia kuni, unaona sasa? Moto leo. Sawa, mimi nikushukuru sana. Neno la mwisho kwa yule ambaye anakutazama sasa hivi na anatakiwa afike kwenye kambi. Karibu sana. Asante sana. Mimi niseme tu kwamba hii ni fursa adhimu sana. Na kuwaleta hawa mabingwa hapa Tanzania, popote pale ulipo, kwako ni rahisi sana kuja Dar es Salaam kuliko kusafiri kwenda India. Nitatoa mfano, gharama tu ya kusafiri kwenda India na kurudi ni sio chini ya milioni 2. Wakati hawa madaktari tumewaleta hadi hapa Tanzania, wewe kutoka Dodoma hadi hapa SGR shilingi 35,000. Na kwa unaweza kukuta ndani ya hiyo budget ukafanya kila kitu na matibabu. Kwa sababu lengo letu kama sekta binafsi ni kusaidia watu na kuhakikisha tunawapunguzia gharama waweze kupata yale matibabu ya kibingwa na ubobezi kwa gharama nafuu, lakini bila usumbufu wa namna yoyote. Kwa hiyo usiseme mimi niko Kigoma nitafikaje Dar es Salaam. Ni rahisi sana kufika Dar es Salaam kutoka Kigoma kuliko kwenda huko nchi za nje. Asante sana kwa kuja. Hii ni familia kwa wewe ambaye unatutazama na kutufuatilia. Naona watu wengi sana bado wapo wanasikiliza kwa umakini. Hawaja comment ile. Unajua mtu kuna vitu ukivizungumza mtu acomment, kwa sababu unajua ukizungumzia CCM mtu ataicomment, wa Chadema atacomment. Ukizungumzia Chadema CCM atacomment. Lakini unapogusia swala ambalo linamhusu yeye mwenyewe, anakaa kwa kutulia kabisa. Naona mbona kama anasema mimi. Maoni tu ya Chauma kwa kweli. Mimi ananisikitisha na kunifurahisha kwa wakati mmoja. Sasa hii tumekuletea kambi ya matibabu ya kibingwa na bobezi chini ya madaktari kutoka India na Tanzania. Wanakuja kushirikiana kuhakikisha kwamba wanakusaidia wewe ambaye una matatizo mbalimbali kama ambao yametajwa hapa na daktari Dr. Fiumagwa. Kuna magonjwa ya mfumo wa mkojo kwa wanaume, ikiwemo tatizo la uvimbe kwenye figo, uvimbe kwenye kibofu cha mkojo, tezi dume, mawe kwenye figo, UTI sugu na hata saratani za mfumo wa mkojo. Magonjwa ya mfumo wa mkojo kwa wanawake, magonjwa ya mfumo wa mkojo kwa watoto wa jinsia zote, magonjwa ya mfumo wa uzazi wanaume, ikiwemo tatizo la udhaifu katika kushiriki tendo la ndoa. Hapa sasa wale wazee wangu wa nguvu za kiume wale kila siku mnadili na Wamasai, nisikilize kwa makini hapa. Tatizo la figo kufeli, kidney failure, lakini pia kuna tatizo la figo kufikia ukomo wa kufanya kazi, end stage kidney diseases, lakini pia kuna tatizo la mwili kuvimba, mkojo kuwa na protein, tatizo la mkojo kuwa na damu inayoonekana na isiyoonekana pia kwa macho, na magonjwa mengine mengi sana. Yani
hiki ninachokwambia, kuna video inapita hapo, kuna maelezo yanakuelezea kupitia Instagram yetu Global TV. Tutakuelezea kuhusiana na kampeni hii ambayo inakwenda kufanyika tarehe 20 na ngapi? 26, 27 na 28 mwezi huu Juni. Ni mwezi huu Alhamisi ijayo na Alhamisi ijayo. Maana yake location yako ni kutajie tu kwa uzuri, ni hospitali ya Kitengule iliyopo jijini Dar es Salaam, eneo la Tegeta Kibaoni. Ukifika tu pale wilaya Kinondoni, ukifika tu pale wewe wapigie kupitia namba ya 0786 33 3464 au 0763 363464. Watafute, hutojuta. Na kamati huwa tuleti watu tu wa hovyo hovyo, yani hiyo kuna ile unamleta mtu alafu baadaye anafanya tukio huko mnaanza kutafutana. Hapana, ni kitu ambacho ni legit kabisa, na Wizara ya Afya inatambua pia, kwa sababu si ndo wanaowatambua bana nyinyi. Wanaodai na nyinyi. Sawa sawa. Asante sana. Sisi hatuna la ziada.